Tunafahamu kwamba tunaelekea kwenye kuhost michuano mikubwa barani Afrika. Timu ya taifa Tanzania, taifa kubwa kabisa sisi kama tukiwa wenyeji, lakini sio pekee yetu, tuko na Kenya pamoja na Uganda, mataifa matatu ndani ya track moja. Je, performance ya timu ya taifa Tanzania umeionaje kunako AFCON ambayo imemalizika nchini Morocco licha ya kuingia hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza? Pembeni yangu hapa ipo na mwenyekiti Shaweji, naye pia atatupa uchambuzi wake. Anaionaje Stars kwa hatua ambayo imetoka kwenye michuano ya AFCON kwa mwaka huu, lakini pia anaionaje Stars kunakoelekea licha ya sisi kuodhi matangazo haya ama michuano hiyo mikubwa kabisa barani Afrika ya AFCON 2027. Kiongozi, karibu. Asante. Uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Taifa Stars, timu kubwa, tumetoka kwenye michuano ya AFCON ya mwaka huu, imemalizika pale nchini Morocco, tumeingia na tumeweka historia ya 16 bora. Tukianzia hapo, sisi tunakuwa mwenyeji kwenye michuano ya 2027. Performance ya timu ulionaje kuanzia hapo, na nini kifanyike ama nini tukifanye kuelekea katika michuano hiyo? Mimi kwanza nichukue fursa hii kuwapongeza sana wachezaji, benchi la ufundi la timu ya taifa kwa mafanikio makubwa. Tunasema ni mafanikio makubwa kwa sababu kwa historia ya nchi yetu ni mara ya kwanza kwa timu ya taifa kuvuka kutoka hatua ya makundi kwenda knockout stage. Kwa hiyo haya ni mafanikio makubwa sana kwetu, na unaweza ukapima sasa ukaona tunakokwenda kuna mwanga kuliko tuliko toka. Na tutaki kuzungumzia sana ile kwa sababu yale yameshapita na matokeo ya uwanjani yanabaki ni matokeo ya uwanjani, lakini lazima tuwapongeze sana wachezaji wetu. Nirudie, tuwapongeze sana benchi la ufundi, tuipongeze serikali kwa sababu serikali ndio imewezesha timu kufanya yale iliyoyafanya. Wachezaji wetu tumewaona wamevuja jasho jingi, wengine wametoka damu, ni kwa sababu ya kutetea bendera ya nchi yetu, na kwa sababu serikali yao ilikuwa bega kwa bega na TFF, ilikuwa bega kwa bega na timu kwa ujumla wake. Sasa tunazungumzia AFCON ya 27. Ndio tuna host sisi. Ni bahati nzuri kwamba kwa mara ya kwanza pia katika historia ya nchi yetu tunakwenda kuhosti mashindano makubwa ya mpira kwenye bara letu la Afrika. Tunakwenda kuona fainali za AFCON zinafanyika kwenye ardhi ya nchi yetu. East Africa, kwa maana ya Kenya, sisi Tanzania, Kenya na Uganda. Hii ni advantage kwa East Africa. Itakuwa ni aibu sana kwa East Africa kukosa walau timu moja itakayofika hata kwenye robo finali. Niwaombe sana wa Tanzania tusiwe na matarajio makubwa sana kwa sababu bado mpira wetu unatambaa. Lakini nimesema mwanzo kwamba mwanga sasa tunauona wa mafanikio ya mpira wetu. Tuendelee kuwaomba wadau, viongozi wa shirikisho, serikali yetu na wadau mbalimbali, tuendelee kuipa support timu yetu. Mwakani, na ungeniuliza mimi ningesema sisi Taifa Stars tuvuke hatua hizo, tuende mbali zaidi. Na kwa kuwa tumejifunza sasa kutoka Morocco, timu yetu imefika hatua ya 16. Haitakiwi tuishie tena kwenye group stage. Na haitakiwi tena tuishie kwenye 16 bora, hasa ukizingatia mechi zitachezwa kwenye ardhi yetu. Kule tulikuwa tunakosa wachezaji wa 12. Hapa tunapata wachezaji wa 12. Tunapata support kubwa ya serikali, lakini kubwa zaidi mashindano tumeandaa sisi. Nilikuwa naangalia ile michuano ya Morocco pale, miundombinu ilikuwa ni mizuri sana. Tukiona kamera za nje zikiwa zinaonyesha watu wakiingia viwanjani, kuna barabara zimefungwa. Vipi kwa upande wetu sisi huku? Kuna wasiwasi wote kuhusiana na miundombinu, hasa kwa kuna mchezo mkubwa kunako dimba la Benjamin Mkapa? Mimi sina mashaka. Nimsikia yule mchambuzi mmoja wa soka yule mwa Ivory Coast, nimemuona miaka mingi akichambua mpira kule Super Sport. Hapo anasema kwamba wataweza kweli hao watu. Anasema East Africa hatuna miundombinu ya barabara. Lile ni tusi kubwa kabisa. Ni tusi kubwa sana kwetu kwa sababu kwa mfano sisi Tanzania sisi tunaunganisha na barabara sasa. Na wilaya kwa wilaya. Tena barabara za lami, barabara bora kabisa. Sijui ametumia kigezo gani kwa sababu 2022 nafikiri walihost Ivory Coast. Ivory Coast na sisi
hatutofautiani sana. Na yule kwa anajipigia chapuo tungekubaliwa sisi wa Ivory Coast. Ivory Coast na sisi hatuna tofauti hiyo kubwa. Ndio. Of course hatuwezi kusema tunaweza kuandaa mashindano bora kama ya Morocco, lakini mimi naamini mashindano tutakayoandaa East Africa atakuwa pia ni mashindano bora. Morocco wenzetu wameadvance, utakumbuka wameomba mara kadhaa kuandaa World Cup. Ndio. Ambayo sisi hatujawahi kuomba. Wao peke yao wameomba mara kadhaa kuandaa World Cup. Kwa hiyo maandalizi ya Morocco yalikuwa makubwa kwa sababu alishayafanya miaka mingi. Kama wangekubaliwa kuhost World Cup, manake AFCON kwao ni jambo dogo la kawaida kuliko hiyo World Cup. Kwa hiyo tusifanye comparison, lakini mimi naamini mashindano yatakayofanyika East Africa yatakuwa na ubora wake. Kuna mtu alikuwa na comment yake ilitembea sana kule Twitter kuhusiana na kuodhi sisi haya matamasha makubwa haya ya michuano mikubwa barani Afrika ya AFCON. Akasema kwamba Tanzania wako vizuri, wao wana kiwanja cha Benjamin Mkapa, wana kiwanja cha New Aman, wana kiwanja ambacho kinajengwa Dodoma, wana kiwanja kinachojengwa Arusha pia. Vipi kuhusu Kenya na Uganda? Viwanja hivyo wanavyo? Wasije wakatutia aibu wao. Nimeona Kenya nao wamejenga uwanja mzuri pale. Uganda pia nimeona wamejenga uwanja mzuri. Ndio. Mashindano haya yanahitaji viwanja kama 6-7 ambavyo kwa vyovyote nchi zetu hizi vinavyo. Kwa mahesabu hapa tuna Benjamin Mkapa, tuna Amani Stadium, tunaenda tuna Pemba Gombani, tunaenda kumalizia ule uwanja wa Arusha. Bila shaka mpaka mwakani uwanja utakuwa tayari. Dodoma pia unaenda kujengwa mpaka mwakani, bila shaka utakuwa tayari. Kenya hata wakiwa na Nyayo na ule uwanja mpya ambao wameujenga, Uganda wakiwa na Mandela na ule uwanja mwingine, vinatosha kabisa kuandaa. Mimi sioni kwa namna gani mashindano haya yatakosa msisimko, na watu wa East Africa hususan Tanzania yetu tunapenda mpira. Hii michuano isije kuharibia taswira ya nchi yetu. Mimi naamini Watanzania wataenda viwanjani na mechi zitajaa. Ndio. Mechi zitajaa. Kwa hiyo mimi naamini wale ambao wana mashaka na Tanzania, wana mashaka na Kenya, wana mashaka na Uganda wataenda kupata aibu. Mashindano yatakuwa bora. Dio. Na kwa sababu serikali zetu na nizungumzie sana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndio. Imejidhatiti katika eneo la michezo. Ndio. Kwa sina mashaka Dr. Samia kutoa pesa kwa ajili ya kumalizia maandalizi ya AFCON ya 27. Sina mashaka. Bana, sawa, hizi ni rasha kuelekea kwenye michuano ya AFCON. Tanzania, Kenya, Uganda tutahodhi michuano hiyo kama wenyeji katika kuhodhi michuano mikubwa barani Afrika. Hizi ni rasha tumezisikia hapa na umemsikia kiongozi akizungumza hivyo, la akimwaga sera kwamba chini ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan, serikali yake ambayo iko madarakani hana mashaka nayo kwa kusapoti michezo, na tumeona akifanya hivyo. Endelea kufuatilia D&A TV. Mimi ni Mzee wa Mida. Subscribe, like, comment, share, lakini pia usisahau kuacha maoni yako hapo chini na kuwasambazia watu wengine kwamba hapa ndipo ambapo unapata stories za kimichezo na uchambuzi uliotukuka.